kufuatia kwa tukio la kuezuka kwa paa la nyumba ya Bwana Mzee Ali Makame katika shehia ya Magomeni Wanderers wilaya ya Mjini Unguja, ASAM Online TV imefika kwa lengo la kutaka kujua chanzo cha tukio hilo na athari zilizojitokeza. Na hapa sheha wa shehia hiyo ndugu Abdallah Shkina anazungumza jinsi tukio hilo alivyolipokea katika ofisi zake za shehia. Nimepokea taarifa tarehe 13 kwenye saa 8 za mchana ambao kutoka kwa mjumbe wangu wa sheha eneo la Wanderers shehia ya Magomeni kwamba kuna nyumba moja imeizuka paa kutokana na upepo uliovuma ghafla na kuezua paa, na mwenye nyumba anaitwa Ali Makame Vuai Mjenge, ni mkazi wa shehia hiyo ya Magomeni, nyumba namba 764. Hasara iliyotokea ni mabati ambayo hayafai na miti vile vile. Bati nikamuuliza gharama za bati, miti, akasema bati zilizoathirika ni kama bati 20 za futi 10 ambazo hazifai kabisa, na miti hiyo sijui thamani yake. Kwa hivyo mimi moja kwa moja nilipiga ripoti kwa afisa maafa wilaya ya Mjini. Kwa hivyo wao tena watajua hatua gani ya kuchukua, na nimewapa maelekezo wapi kwa nyumba na mwenyewe ni nani. Kwa hivyo ni hivyo kwamba nimeshuhudia hilo tukio. Athari kama hizo muhimu ni kupiga ripoti kwa vyombo husika, ambao ngazi ya awali ni kwa sheha, alafu sheha atajua nini awapigie ripoti wahusika. Lakini pia tuwe na tahadhari kuhusu ujenzi wetu, kwa sababu hilo paa limetoka kabisa na kuanguka chini. Kwa hivyo tuwe na tahadhari ya ubora wa majengo yetu tunayojenga. Sisi tumelipokea kusema kweli kwa huzuni, kwa sababu siku hizi mambo shida, kwa sababu alikuwa kishaingia tamaa kwamba kishamaliza, lakini matokeo yake ndio maafa yametokea. Kwa hivyo mimi ninachosema kwamba wawe na stahamala, vyombo husika vitachukua hatua na kulitekeleza japo kwa njia yoyote ili kufanikishwa kurejesha ile hali. Juhudi za ASAM Online TV haikuishia hapo tu, bali ilikutana na mke wa Mzee Ali, Bi Salma Ramadhan Miraji. Amesema tukio hilo limewashtusha kwani limetokea hafla, na hapa anazungumza jinsi ya tukio hilo lilivyotokea. Ilikuwa majira ya saa 7, tumekaa tumenafua, ukaja upepo ghafla tu. Baada ya kuja upepo ghafla, mimi nikamwambia wanangu, tokeni nje. Alikuwepo mwanamke kalala ndani. Tangu kutazama juu tunaona bati limezuka na majengo yake, likatoka likaangukia upande wa nyumba ya pili. Basi hivyo ndio lilivyokuwa tu, lakini kama ilikuwa kama mwanzo kulikuwa kuna upepo mvuma, upepo wa ghafla tu ndio ulokuja. Na hapo majirani ndio wakaja, tukasaidiana na majirani na watoto wa maskani hapo wanaume wakaja, wakapambua wakayachawanya yale mabati. Majengo kwake na mabati kwake, wakaeka uzuri. Hakujatokea hasara ya mtoto wala mimi mwenyewe wala kitu chochote. Hamna hasara iliyotokea hata moja, baada ya mabati tu na majengo basi, lakini vitu hamna kilichovunjika wala kilichobomoka. Mimi nachukua ndo mambo ya Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu si ndo kwanza mara kwanza kwa mie, kwa jirani yangu, yani kila mwaka unakuja upepo kama hivyo kila mwaka. Upepo unaokuja unakuwa kama kawaida, yani kwa kikwetu sasa tunasema uzumui. Yani upepo leo unajikusanya unozunguka kimbunga. Yani kinakuja tena kinaizua tu moja kwa moja. Sio kama mwanzo umeanza huko kuna upepo na huko kuna upepo. Upepo wa hafla tu unakuwa. Hata alikuwepo hapo nyuma hapo pana balozi. Kaja balozi akatizama. Sasa balozi ndo alimpigia sheha simu. Tena ndo akaja huyo sheha. Sheha alipokuja tena akaingia ndani akatizama, akaandika. Ndo hatua zilizochukuliwa. Nawaambia mwenye uwezo wake, maana ndo na watoto familia kama hivyo. Kila mtu litamgusa.
ana uwezo wake, atatusaidia. Anaona mimi hili limenigusa, nimsaidie mwenzangu. Mimi hili nimechukua kama mwenzangu kaathirika, leo kwake, kesho kwangu, tumsaidieni mwenzetu. Na nashukuru sheha pia kaja, amesema atatoa msaada. Tunashukuru. Na hapa na wenzangu tuwe tuna mashirikiano, likisi kama limenitokea mimi, tuna yoyote atakayemtokea tuwe na mashirikiano kama tulivyoshirikiana kwangu mimi. Na mtazamaji wa ASAM Online TV, nadhani tumepata kumsikia Bi Salma ambapo yeye ameeleza hali halisi ya tukio ambalo limetokea ndani kwake kwa kuezuka kwa paa. Na katika maongezi yake Bi Salma amesema kwamba haya matukio sio kwake tu, hata majirani pia ilishawahi kuwatokezea tukio hilo. Mwenyewe katika maelezo yake amesema kwamba kila mwaka tukio hilo huwa linatokezea na wana jina lao ambao upepo huo wanauita. Nikusihi tu mtazamaji wa ASAM Online TV uendelee kuangalia vipindi ambavyo vinaendelea ndani ya ASAM Online TV, na pia nikuombe usisahau kusubscribe, kucomment na kushare na kulike ili wa kwanza kupata video zetu. Nikwambie tu, usipoziba ufa utajenga ukuta. Hii inamaanisha kwamba tahadhari kabla asar. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.